tunaiongelea leo, ya kwamba maombi ya kufunga huleta uongozi na ufunuo wa kimungu. Yaani huwezi kumlinganisha mtu anayefunga na mtu asiyefunga. Huwezi kulinganisha kanisa ambalo linafunga na kanisa ambalo halifungi. Huwezi kulinganisha familia inayofunga na familia isiyofunga. Siku zote haiwezi kuwa sawa katika majibu, katika uimara, katika imani, katika furaha na hata katika tumaini katika Kristo Yesu, kwa sababu una uhakika ya kwamba Mungu amesema jambo hili. Kwa sababu ni katika maombi ya kufunga peke yake ndiko tunapata ufunuo wa maisha yetu. Ni katika maombi ya kufunga peke yake ndipo tunatokisikia sauti ya Mungu ambayo inakwambia, huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ni katika maombi ya kufunga pekee ndiko ambapo tunatokisikia sauti inakwambia, songa mbele, usirudi nyuma. Songa mbele, usirudi nyuma. Ni katika maombi ya kufunga pekee ndipo unaweza ukaambiwa, acha jambo moja mbili tatu, achana na jambo moja mbili tatu, nitengeni fulani kwa kazi niliyowaitia. Kwa hiyo kanisa ama familia ama mtu binafsi ambaye ana maombi, sio mwombaji, ana muda wa kufunga, hawezi kupata ufunuo wa kesho itakuwaje. Hawezi kupata ufunuo. Utashangaa tu, unaenda unakuta kila kitu kimeshafanyika, unashangaa imekuwaje. Lakini kwa mtu wa rohoni mambo yote waga yanaonyeshwa. Mungu anasema, nawezaje kumficha Ibrahimu rafiki yangu jambo kama hili? Malaika walipokuwa wanakwenda kuangamiza Sodoma na Gomora, walipokuwa njiani wakapita kwa Ibrahimu, kwa sababu ya mahusiano ya Ibrahimu aliyokuwa nayo na Mungu wake, Mungu akasema siwezi kumficha Ibrahimu. Siri za Mungu ziko pamoja na wale wanaomcha yeye. Siri za Mungu zinafunuliwa kwa waombaji. Siri za Mungu zinafunuliwa kwa ambao wapo katika lindo, wapo katika zamu. Na tunaona kwenye Matendo ya Mitume ile 13, walipomwabudu Mungu, walipoomba, sauti ikatoka kutoka mbinguni. Matendo ya Mitume 13, tunaona hapo mitume walipokuwa wanaomba, sauti ikatoka mbinguni. Mstari wa 2 na wa 3, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo akiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Ni mambo mangapi ambayo ulipokuwa katika kuomba, ama ni mambo mangapi ambayo umeanza kuyafanya pasipo Mungu kukuambia? Ni mambo mangapi kanisa lilikuwa linaomba? Leo tunashangaa hata makanisani, kwenye maeneo mbalimbali, watu wanakwenda kuroga ili wapate uongozi, watu wanakwenda kuwanga ili wapate madaraka, watu wanafanya hila ili wapate madaraka. Lakini madaraka yoyote na uongozi wowote yanatoka juu ya Mungu, maana Biblia inasema Mungu anawaweka wafalme na kuwatoa wafalme. Kwa hiyo hapa, hiyo kazi ambayo Barnaba na Sauli angeenda mtu mwingine kuifanya isingefanikiwa. Kwa hiyo ilihitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu uje juu ya kanisa, uje juu ya mitume kupitia maombi ya kufunga. Na ndio maana kama kuna mambo yaendi vizuri, basi tuangalie jinsi tumepata viongozi wetu. Tuangalie jinsi tumepata viongozi wetu. Je, tulisikia sauti ya Mungu tukamweka awe mzee wa kanisa, tukamweka awe shemasi, tukamweka awe mhudumu yoyote ama mkuu wa idara? Je, tulisikia sauti ya Mungu? Je, ulisikia sauti ya Mungu ulipoanza maisha yako kwamba nimemtenga fulani na fulani wawe mume wawe mke? Bado unaweza ukasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi ya kufunga ukasikia kabisa
nimemchagua fulani na fulani wawe mume na mke. Mkiwa rohoni, mambo yote yanawezekana, ya kwamba nimekuchagua fulani ukasomee hiyo kozi ambayo hata mwenyewe usingewaza. Ukienda kusoma unashangaa, unafaulu, lakini wengi tunakwenda tu tunaanza kusoma vitu ambavyo hata Mungu hajatutuma. Baadaye unarudi nyumbani, unaanza kuangalia kutafuta kazi, alafu mwisho unaanza kusema mimi kazi yoyote sio mpango wa Mungu. Mungu akikutenga na kazi kwa ajili yako. Aliwatenga hawa mitume Barnaba na Sauli, walikuwa na kazi kwa ajili yao. Kwa hiyo hata kusoma usijisomee tu, hata kusafiri usisafiri tu. Kuna sauti ya kusafiri, Mungu anakuambia usisafiri. Watu siku hizi wakisikia tu msiba tayari wameshakurupuka, wanakimbia. Nakwambia misiba mingine Mungu anaweza kuambia tuma tu mchango wako, wewe usiende kule, tuma tu mchango usiende. Lakini shemeji atanionaje, dada atanionaje? Maisha yako ni bora kuliko mtu aliyekufa. Maisha yako ni bora kuliko aliyekufa. Aliyekufa amemaliza wakati wake, amemaliza kazi yake. Angalia maisha yako, utamalizaje? Unakurupuka tu, na ndio maana unashangaa watu wanakwenda kuzika, wanapata ajali, wanakufa. Kwa sababu gani? Sauti ya Mungu tunaisalau. Tunapata hasara kwenye biashara. Umeona tu fulani amefungua biashara pale jirani yako, na wewe kesho unafungua. Kitu hapo kinanishangaza, unaweza kwenda kwenye mtaa ukaanzisha biashara ya chapati. Unafanya research kwamba mtaa huu hakuna mtu anayepika chapati. Ukianza kupika tu chapati, baada ya siku mbili mwingine anafungua chapati. Mungu amekutuma wewe na wewe ukafungua hiyo chapati, ama ni kuiga ufe? Kwa hiyo tujifunze kuisikia sauti ya Mungu. Tunapata mafunuo kupitia maombi ya kufunga. Mungu anaongea na wewe specific kwamba kazi hii ni ya kwako. Haleluya! Maana ametuambia Ezra, inuka, maana kazi hii inakuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Inuka, maana kazi inafanyaje? Inakuhusu wewe. Kuna kazi ambayo inakuhusu wewe, wala sio mchungaji, wala sio mwinjilisti. Inakuhusu wewe, na iko kazi inamhusu mchungaji, wala sio mshirika. Kwa hiyo ni kwenye maombi ya kufunga peke yake ndiko ambako tunamsikia Mungu. Danieli alipokuwa kwenye maombi ya kufunga, utasoma Danieli 10 ule mstari wa kwanza, mstari wa pili, wa tatu na wa 12. Utaona kwamba Danieli alipokuwa kwenye maombi ya kufunga ndipo Mungu alipompatia ufunuo. Akampatia nini? Ufunuo wa ndoto ambazo watu waliota wakashindwa kutafasiri. Mfalme kaota ndoto, kila mtu anaambiwa tafasiri, hawezi. Lakini Danieli kwa kuomba akajua mafumbo ya ndoto ile ambayo ilikuwa inamtatiza mfalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sijui ni jambo gani ambalo linakusumbua, linakutesa, sijui ni kitu gani. Je, swali ni kwamba ulipata muda wa kufunga? Ulipata muda wa kuomba? Ama ulianza tu kwa sababu una pesa? Biashara nyingi leo zinakufa, si kwa sababu sio biashara nzuri, ni kwa sababu ulianza biashara kwa mashindano. Makanisa mengi yanakufa sio kwa sababu hawajui kuhubiri, kwa sababu alianza makanisa kushindana na kanisa la jirani. Kushindana, chochote ambacho unakianzisha kushindana na mtu akitafanikiwa. Lakini chochote ambacho utakianzisha kwa ajili ya Mungu apate utukufu, kwa ajili ya Mungu ainuliwe, kitakuwa, kitaongezeka, kitafanikiwa. Ipokee neema katika